Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa siasa za Kenya, ambapo leo tunagusia mchezo mkubwa unaoendelea kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwa sasa hali ya kisiasa nchini Kenya imeanza kupamba moto mapema kuliko kawaida. Kila upande unaonekana kujipanga. Mikutano ya kisiasa inaendelea kushuhudiwa kila wiki, huku viongozi wakirusha vichembe na kutuma ujumbe kwa wapiga kura. Lakini swali kubwa ambalo Wakenya wengi wanauliza ni hili: je, upinzani unaweza kweli kuungana kumng'oa Rais William Ruto mamlakani mwaka 2027? Ama Kenya Kwanza bado ina nguvu za kutosha kushinda muhula wa pili? Na zaidi ya hayo, kuna madai yanayoendelea kusambaa kuhusu kundi linalojiita Linda Mwananchi, ambalo baadhi ya watu wanadai linafadhiliwa kisiasa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Je, madai haya ni ya ukweli wowote? Na ikiwa ni ukweli, Uhuru anaweza kuwa na mpango gani kisiasa? Hebu tuungane moja kwa moja, lakini usisahau kusubscribe na kulike ili uendelee kupata makala ya kila wiki hapa ndani ya kituo hiki cha Mr. Zack. Kwa sasa siasa za Kenya zimeanza kugawanyika katika makundi makubwa mawili. Upande mmoja kuna serikali ya Kenya Kwanza chini ya Rais Ruto, na upande mwingine kuna kile kinachojulikana kama United Opposition, ambacho kinaonekana kuwakutanisha viongozi mbalimbali wanaopinga serikali ya sasa. Kila upande unaonesha nguvu kupitia mikutano yao. Ukiangalia mikutano ya Kenya Kwanza, bado wanafuta maelfu ya watu, hasa maeneo ambayo Rais Ruto amekuwa akizunguka mara kwa mara. Lakini pia ukitazama mikutano ya upinzani, unaona wananchi wengi wakijitokeza kusikiliza viongozi wanaokosoa serikali kuhusu hali ya uchumi, ushuru mkubwa na gharama ya maisha. Na hapo ndipo mchezo wa kisiasa unaanza kuwa mgumu, kwa sababu ukweli ni kwamba wananchi wengi wanaonekana kuwa na hasira kuhusu hali ya maisha. Vijana wengi hawana kazi, biashara ndogo ndogo zinalalamika, huku gharama ya chakula na mafuta ikiendelea kuwa mzigo mkubwa kwa familia nyingi. Upinzani unatumia hali hiyo kama silaha yao kuu kwa serikali ya Kenya Kwanza. Lakini changamoto kubwa kwa upinzani sio kupata wananchi wa kuwaunga mkono. Changamoto kubwa ni kuungana kikamilifu. Historia za kisiasa Kenya inaonyesha kwamba viongozi wa upinzani mara nyingi hukubaliana kupinga serikali, lakini wakifika kwa swali la nani atakuwa mgombea mkuu wa urais, ndipo migogoro huanza. Kila mmoja ana pesi yake ya kisiasa. Kila mmoja anataka kukuwa the main candidate. Na kama hilo alitashughulikiwa mapema, Kenya Kwanza inaweza kutumia mgawanyiko huo kushinda tena uchaguzi wa mwaka 2027. Lakini pia Kenya Kwanza yenyewe haiko salama 100%. Ndani ya serikali kuna viongozi ambao kimya kimya wanaonekana kutoridhishwa na baadhi ya maamuzi ya kisiasa na mgawanyo wa nguvu. Wengine wanaona hofu kuhusu mustakabali wa kisiasa ikiwa umaarufu wa serikali utaendelea kushuka kutokana na hali ya uchumi. Na katika siasa za Kenya, wanasiasa wengi hupenda kuwa upande unaoonekana kushinda. Kwa hivyo, ikiwa upepo wa kisiasa utaanza kubadilika kuelekea upinzani, baadhi ya washirika wa Kenya Kwanza wanaweza kuanza kubadili msimamo taratibu kabla ya mwaka 2027. Lakini pia tusimdharau Rais Ruto. Wengi walidhani angeshinda mwaka wa 2022, lakini aliweza kugeuza siasa za Hustler Nation kuwa nguvu kubwa ya kisiasa. Ana uwezo mkubwa wa kuongea moja kwa moja na wananchi wa kawaida na kutenga mtandao wa kisiasa wenye nguvu sana. Kwa hivyo, uchaguzi wa mwaka 2027 bado uko wazi kabisa. Sasa tuje kwenye suala la Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kundi linaloitwa Linda Mwananchi. Kumekuwa na madai ya kisiasa kwamba kundi hilo linafadhiliwa au linaungwa mkono na watu walio karibu na Uhuru Kenyatta. Hakuna ushahidi rasmi uliowekwa hadharani kuthibitisha kuwa madai hayo moja kwa moja,
Lakini siasa za Kenya mara nyingi huwa na mikakati mingi inayochezwa nyuma ya pazia. Wachambuzi wa siasa wanaamini kuwa ikiwa ukweli Uhuru anaegemea upande wa makundi yanayopinga Kenya Kwanza, huenda sababu kubwa ni tofauti zake za kisiasa na Rais Ruto ambazo zilianza waziwazi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022. Lakini pia kuna uwezekano mwingine, huenda baadhi ya makundi kama Linda Mwananchi yanajaribu kujitenga kama sauti mpya ya wananchi, hasa kwa vijana ambao wameanza kupoteza imani na viongozi wa zamani wa kisiasa. Na hapo ndipo swali kubwa linaingia. Je, Linda Mwananchi watajiunga na United Opposition ama watachagua mgombea wao? Kisiasa yote mawili yanawezekana. Ikiwa wataona United Opposition ina nafasi kubwa ya kushinda, wanaweza kuungana ili kuongeza nguvu kwa serikali ya Kenya Kwanza. Hii ni kawaida sana katika siasa za Kenya, ambapo vyama vidogo huungana karibu na uchaguzi ili kuongeza nafasi ya ushindi. Lakini pia kuna uwezekano wa wao kusimama kivyao ikiwa wanaamini wanaweza kujitenga kama alternative mpya kwa Wakenya waliochoshwa na siasa za kawaida. Tatizo ni kwamba kuwa na wagombea wengi wa upinzani kunaweza kugawa kura na kumpa Rais Ruto advantage kubwa zaidi. Na ndiyo maana miezi ijayo itakuwa muhimu sana kisiasa. Tutaanza kuona ni nani anakaribiana na nani, ni kiongozi mgani wanaanza kufanya mikutano pamoja, na ni nani anayeonekana kujiondoa kimya kimya kutoka upande mmoja kuenda mwingine. Pia tutaanza kuona ikiwa eneo la Mlima Kenya itapaki nyuma ya Kenya Kwanza ama litabadilisha msimamo kisiasa. Hilo pekee linaweza kubadilisha hesabu nzima ya uchaguzi wa mwaka 2027, kwa sababu ukweli ni kwamba hakuna upande ambao kwa sasa unaweza kusema ushindi ni wa uhakika. Kwa hivyo Wakenya, mchezo wa 2027 umeanza mapema sana. Upinzani unaonekana kujipanga. Kenya Kwanza nayo inajaribu kuimarisha ngome zake, huku majina ya viongozi wakubwa kama Uhuru Kenyatta, Fred Matiang'i na hata makundi kama Linda Mwananchi yakiendelea kuibua maswali mengi ya kisiasa. Lakini mwisho wa siku, siasa za Kenya hubadilika haraka sana. Aliyeonekana dhaifu leo anaweza kuwa mwenye nguvu kesho. Je, unafikiri upinzani utaungana kweli na kumshinda Rais Ruto mwaka 2027? Ama Kenya Kwanza bado iko strong kuliko watu wanavyofikiria? Na kuhusu Linda Mwananchi, unaona wataungana na upinzani ama watajisimamia kivyao? Andika maoni yako hapo chini. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe kwa uchambuzi zaidi wa siasa za Kenya. Tutaonana kwenye video nyingine kali zaidi. Niite Nyambunde Zack.